vijana wawili waje hapa wa kiume. Ninaomba nizungumze hili. Kitabu kile cha Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 26 hadi 27. Biblia inasema hivi: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo wakayaacha matumizi ya wake ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakayatenda yasiyopasa. Dunia ya sasa ilikofikia imeanza kuhalalisha ndoa za jinsia moja, na wanatumia njia nyingi za kuingiza hicho kitu kikubalike. Mojawapo wanasema ni haki za binadamu. Kwa maana haki za binadamu, kila mwanadamu ana haki ya kuwa vile anavyotaka awe, maana ni haki ya binadamu. Nchi moja ambayo naihifadhi kwa jina, imefikia mahala ukijifungua mtoto hauruhusiwi kuandika jinsia kwenye kadi la mtoto. Wanakuambia kwamba acha kuandika jinsia ya mtoto, acha mtoto akue, halafu mtoto achague jinsia anayotaka awe. Imefikia mahala ambapo mpaka sasa hivi baadhi ya nchi ukiangalia katika zile vyoo vya kwenye taasisi hawaandiki jinsia. Wanajenga choo, wanaacha pale pale, kana kwamba kila atakayejisikia kuingia popote. Kwa sababu unaweza ukamuona amevaa suruali, lakini huyo ana maumbile ya kike. Kwa hiyo haupasi kutenganisha gender au kuandika gender kwenye mabango ya vyoo. Acha hivyo hivyo, kila mtu aingie anapojisikia kuingia. Akiingia akimkuta mwanamke sio shida, maana anaweza kavaa suruali, lakini huyo mtu ni wa jinsia ya kike. Hapo tumefika hapo. Ibilisi amekuletea sasa hivi ndoa za jinsia moja ili kukata kabisa mnyororo wa kizazi. Hebu niambieni wazazi wangu, katika hii ndoa hapa kweli kuna mimba? Hapa kuna mimba? Si ni haki sawa basi? Si ni haki sawa? Basi huyu awe mwanamke, basi ana uwezo wa kushika mimba. Kama ni haki sawa, basi mwanaume ashike mimba. Na kama ni haki sawa, mwanamke ampatie mwanaume mimba. Si ni haki sawa basi? Basi wote mwe na mimba kama ni haki sawa. Ibilisi amekutengenezea mfumo ambao ni wa kukatisha kizazi, tena kukufanya uabudu umizimu katika zina ya jinsia moja. Na wanatumia njia nyingi za kumlaghai mtoto au kijana. Ilikuwa ni mwaka juzi zilikamatwa Colgate au dawa za meno, ambazo zile dawa za meno zilipopimwa na mkemia mkuu wa Tanzania zikaonekana zina homoni ya kike. Kwa hiyo ukichukua dawa yako ya mswaki ukipiga mwanaume, unaanza kujihisi kama mwanamke, unaanza kujitamani uwe kama mwanamke, unaanza kuwa na tabia za kike, unaanza kupata matiti, unaanza kutamani kuwa mweupe. Ndio maana kuna vijana wanajikrim mpaka sasa hivi.